Mwenyekiti Kamati ya Kudumu ya Bunge, Utawala, Katiba na Sheria. Mheshimiwa Naibu Spika, awali ya yote naomba taarifa hii yote iingie kwenye kumbukumbu rasmi za Bunge. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mjibu wa kanuni ya 118 kanuni ndogo ya 9 ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la Februari 2023, naomba kuwasilisha taarifa ya Kamati ya Kudumu ya Bunge, Utawala, Katiba na Sheria kuhusu utekelezaji wa bajeti ya Wizara ya Katiba na Sheria kwa mwaka wa fedha 2024-2025 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi hiyo kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Mheshimiwa Naibu Spika, Kamati ya Kudumu ya Utawala, Katiba na Sheria inahusika na mafungu 7 chini ya wizara hii, ambayo ni fungu 41 Wizara ya Katiba na Sheria, fungu namba 16 Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali, fungu namba 35 Ofisi ya Taifa ya Mashtaka, fungu namba 12 Tume ya Utumishi wa Mahakama, fungu namba 55 Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, fungu 59 Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania, fungu 19 Ofisi ya Wakili Mkuu wa Serikali na fungu 101 Ofisi ya Mwandishi Mkuu wa Sheria. Mheshimiwa Naibu Spika, nikiwa naendelea na taarifa yangu, naomba nifanye nukuu chache. Martin Luther King anaeleza, na ninamnukuu: "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere", akiwa na maana kuwa kukosekana kwa haki sehemu moja ni tishio kwa upatikanaji wa haki sehemu nyingine. Lakini pia Seneca the Elder naye ninamnukuu anasema, "It is a denier of justice not to stretch out the helping hand to the fallen", akiwa na maana kuto kuwasaidia watu wanyonge ni kuwanyima haki. Mheshimiwa Naibu Spika, bila shaka utakubaliana nami kuwa hakuna katika kipindi chochote katika historia ya nchi yetu ambapo Wizara ya Katiba na Sheria pamoja na ofisi zilizopo chini ya wizara hii zimekuwa karibu na wananchi kama kipindi hiki cha awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, kampeni ya msaada wa kisheria wa Mama Samia, ambayo kwa Kiingereza inafahamika kama Mama Samia Legal Aid, sambamba na ujenzi wa ofisi za mashtaka pamoja na mahakama nyingi mpya nchini kote, ni kielelezo cha dhamira ya dhati ya Mheshimiwa Rais kuwafikia Watanzania kote nchini na hasa vijijini, ili kuhakikisha kuwa kila Mtanzania anapata haki yake kwa ukaribu, kwa uharaka na kwa uhakika, na anachochea amani na utulivu nchini, kwani amani ni tunda la haki. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa muktadha huo, naliomba bunge lako tukufu liungane na kamati yetu ya kudumu ya Utawala, Katiba na Sheria kutoa pongezi za dhati na za kipekee, kwanza kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania; pili kwa Mheshimiwa Daktari Damas Ndumbaro, Waziri; Mheshimiwa Jumanne Abdalla Sagin, Naibu Waziri; Mheshimiwa Hamza Johari, Mwanasheria Mkuu wa Serikali; na Bwana Eliakimu Maswi, Katibu Mkuu Katiba na Sheria, pamoja na watendaji wote waliopo chini yake kwa ubunifu
na utekelezaji bora wa majukumu chini ya wizara hii. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya maneno hayo ya pongezi kwa Mheshimiwa Rais na kwa wizara, uniruhusu sasa niendelee na sehemu ya pili ya taarifa yetu, na sehemu hii, Mheshimiwa Naibu Waziri, inahusu uchambuzi wa makusanyo ya maduhuri, lakini pia inahusu matumizi ya bajeti kwa mwaka uliopita. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba uridhie sehemu hii ya taarifa iingie kwenye kumbukumbu kama ilivyowasilishwa kwa mafungu yote kama nitakavyoyataja. Kwanza, fungu namba 41 Wizara ya Katiba na Sheria, fungu namba 16 Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali, fungu namba 35 Ofisi ya Taifa ya Mashtaka, fungu namba 12 Tume ya Utumishi wa Mahakama, fungu 55 Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, fungu 59 Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania, pamoja na fungu 19 Ofisi ya Wakili Mkuu wa Serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, uchambuzi wa upatikanaji wa fedha katika wizara unaonyesha kwamba kwa ujumla Wizara ya Katiba na Sheria kwa mwaka wa fedha 2024-2025 hadi kufikia Februari 2025, ofisi hii imepokea asilimia 59.79 ya bajeti iliyopitishwa na Bunge, kipindi ambacho ilitakiwa kuwa asilimia 75 ya utekelezaji wa bajeti ya mwaka wa fedha husika. Kwa maana hiyo, mtiririko wa upatikanaji wa fedha ulipaswa kuboreshwa zaidi. Mheshimiwa Naibu Spika, katika wizara hii taasisi 5 kati ya taasisi 7 zilizopo chini ya ofisi hii zimefanikiwa kupata kiasi cha fedha ambacho kinaendana na uwiano wa upatikanaji wa fedha kwa asilimia 66.6 hadi kufikia Februari 2024. Mheshimiwa Naibu Spika, mchanganuo wa fedha hizo kwa taasisi za Wizara ya Katiba na Sheria ni kama ilivyoonyeshwa katika jedwali namba 2 na jedwali namba 3 yaliyomo kwenye taarifa yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusiana na uzingatiaji wa ushauri wa kamati, wakati wa uchambuzi wa bajeti ya Wizara ya Katiba na Sheria kwa mwaka wa fedha 2024-2025, kamati ilitoa maoni na ushauri kuhusu mambo mbalimbali ili kuboresha utekelezaji wa majukumu ya wizara hiyo. Naomba kulitaarifu bunge lako tukufu kwamba kwa sehemu kubwa serikali imezingatia ushauri wa kamati. Mheshimiwa Naibu Spika, upo ushauri ambao ulianza kuzingatiwa lakini haujakamilika, na ushauri mwingine umepokelewa lakini haujafanyiwa kazi. Kwa mfano, kuhusu usajili wa matukio muhimu kama vile ndoa na taraka, kamati ilishauri wizara iendeshe programu za elimu kwa umma ili kuhamasisha wananchi juu ya umuhimu wa usajili wa matukio hayo. Taarifa ya utekelezaji inaonyesha kuwa wizara haikufanyia kazi ushauri huo, na hivyo ni maoni ya kamati kuwa jambo hilo linahitaji kipaumbele katika utekelezaji wa bajeti fungu namba 41. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba uniruhusu niende kwenye sehemu ya 3 ya taarifa yetu ambayo inahusu uchambuzi wa makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Kwanza ni kuhusu maduhuri. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2025-2026, Wizara ya Katiba na Sheria inaomba kuidhinishiwa kukusanya jumla ya shilingi bilioni 85 ikilinganishwa na shilingi bilioni 108 kumradhi. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mwaka wa fedha 2025-2026, Wizara ya Katiba na Sheria inaomba kuidhinishiwa kukusanya jumla ya shilingi milioni 85 ikilinganishwa na shilingi milioni 108,332 katika mwaka wa fedha 2024-2025 kama ambavyo imeainishwa katika jedwali namba 4 lililopo kwenye taarifa hii. Lengo hili limepungua kwa asilimia 21.45
8.54 likilinganishwa na lengo la kukusanya maduhuri kwa mwaka wa fedha unaoisha. Mheshimiwa Naibu Spika, uchambuzi unaonyesha kuwa kati ya mafungu 8 yaliyopo chini ya wizara hii ni mafungu mawili pekee ndio yenye makadirio ya ukusanyaji wa maduhuri kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Hata hivyo, hali hiyo inatokana na asili na majukumu ya kila fungu. Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusu matumizi ya kawaida. Katika mwaka wa fedha 2025-2026, Wizara ya Katiba na Sheria pamoja na taasisi zilizo chini yake inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 297,426,672 ikiwa ni fedha za matumizi ya kawaida. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 51,350,628 ni mishahara na shilingi bilioni 243,78,990,000 ni matumizi mengineyo, kama ambavyo imechanganuliwa katika jedwali namba 5 lililopo kwenye taarifa hii. Mheshimiwa Naibu Spika, bajeti ya matumizi ya kawaida katika mwaka wa fedha 2025-2026 imeongezeka kwa asilimia 58.61 ikilinganishwa na mwaka wa fedha unaoisha, ambapo bajeti ya matumizi ya kawaida ndani ya ukomo wa bajeti ilikuwa shilingi bilioni 187 na milioni 116,892,571. Kamati imebaini kwamba moja kati ya sababu ya kuongezeka ni maoni ya kamati kwamba serikali ipange bajeti kulingana na mahitaji halisi. Aidha, ongezeko hilo linaakisi mahitaji ya kifedha kulingana na sababu mbalimbali za kiuchumi, ikiwemo kupanda kwa bei ya bidhaa na huduma. Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusu miradi ya maendeleo. Katika mwaka wa fedha 2025-2026, Wizara ya Katiba na Sheria inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 71,113,634,000 kwa ajili ya utekelezaji wa mpango wa maendeleo. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 63,070,314,000 ni fedha za ndani na shilingi bilioni 8,142,320,000 ni fedha za nje. Mheshimiwa Naibu Spika, bajeti ya maendeleo katika mwaka wa fedha 2025-2026 imeongezeka kwa kiasi cha shilingi bilioni 14,473,000 sawa na asilimia 25.74 ikilinganishwa na bajeti ya mwaka wa fedha unaoisha. Kamati iliambiwa kuwa sababu ya ongezeko hilo linachangiwa na ongezeko la gharama za bei ya bidhaa na huduma. Mchanganuo wa miradi ya maendeleo ni kama ilivyoainishwa katika jedwali namba 6 lililopo kwenye taarifa hii. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati inapongeza jitihada za serikali kuendelea kupanga bajeti ili kutekeleza miradi mingi zaidi kwa kutumia fedha za ndani. Mheshimiwa Naibu Spika, sehemu ya 4 ya taarifa yetu ni maoni na ushauri, na kwa sehemu ya kwanza ni maoni ya jumla ambayo Mheshimiwa Naibu Spika uniruhusu nisiyasome, lakini sehemu ya pili inahusu maoni na ushauri mahususi. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya maoni ya jumla yaliyopo katika ukurasa wa 5 na wa 15 na wa 16 wa taarifa hii ninayosoma, ambayo ni mtazamo wa jumla wa kamati, sasa naomba kutoa ushauri wa kamati kama ifuatavyo. Wizara ya Katiba na Sheria ihakikishe kwamba inaweka makadirio ya makusanyo ya maduhuri yanayoakisi uwezo wa ukusanyaji na hali halisi ya vyanzo vyake. B. Wizara ianzishe programu na kliniki za kutoa elimu kwa umma kuhusu haki za binadamu na madhara ya uvunjifu wa haki hizo za msingi. C. RITA chini ya Wizara ya Katiba na Sheria kwa mwaka wa fedha 2025-2026 ianze utaratibu wa kutoa elimu kwa wananchi kuhusu usajili wa ndoa zilizofungwa kidini na kimila na taratibu za usajili wa talaka nchini. D. Wizara ya Katiba na Sheria ihakikishe kwamba
kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia Legal Aid Campaign zinakuwa endelevu ili kuwafikia watu wengi zaidi kwa ukaribu, na Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora iendelee kuwezeshwa zaidi kibajeti, hususan bajeti ya maendeleo, ili kuipa uwezo mkubwa zaidi wa kutekeleza majukumu yake kikamilifu na kwa ufanisi. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kumshukuru sana Mheshimiwa Spika, wewe Naibu Spika, pamoja na wenye viti wote wa Bunge kwa uongozi wenu na kutupatia nafasi ya kuwasilisha taarifa hii. Napenda kuwashukuru wajumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria ambao maoni, ushauri na ushirikiano wao umewezesha kamati kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na wa hali ya juu na hatimaye kukamilika kwa taarifa hii. Naomba majina yao yaingizwe kwenye taarifa rasmi za Bunge kama yalivyowasilishwa. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya wajumbe wa kamati, naomba nichukue fursa hii kumpongeza sana na kumshukuru Mheshimiwa Daktari Damas Daniel Ndumbaro, mbunge, waziri wa Katiba na Sheria, pamoja na Mheshimiwa Jumanne Abdalla Sagini, mbunge, naibu waziri wa Katiba na Sheria, kwa ushirikiano waliotupatia kamati ambao umewezesha kamati kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Aidha, kamati namshukuru Mheshimiwa Hamza Johari, mwanasheria mkuu wa serikali, kwa ushirikiano ambao ameendelea kuipa kamati. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba pia niwashukuru watendaji wote wa Wizara ya Katiba na Sheria pamoja na taasisi zake kwa ushirikiano waliotupatia kamati, wakiongozwa na Katibu Mkuu wa ofisi hiyo Bwana Eliakim Maswi, ndugu Franklin Johnson Rwezimula, naibu Katibu Mkuu, Profesa Elisante Ole Gabriel, mtendaji mkuu wa mahakama na katibu wa Tume ya Utumishi wa Mahakama, ndugu Sylvester Mwakitalu, mkurugenzi wa mashtaka, ndugu Patience Ntwina, katibu mtendaji wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, ndugu George Mandepo, katibu mtendaji wa Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania, na ndugu Ali Posi, wakili mkuu wa sheria wa serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, mwisho lakini sio kwa umuhimu, napenda kumshukuru sana katibu wa Bunge ndugu Baraka Leonard kwa kuratibu vema shughuli za kamati na Bunge kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu. Aidha, kiupekee na washukuru sekretarieti ya kamati kwa kuratibu shughuli za kamati na kufanikisha kukamilika kwa taarifa hii. Mheshimiwa Naibu Spika, nami pia nitumie fursa hii tukiwa mwaka wetu wa mwisho wa utendaji kama wabunge kabla ya uchaguzi ujao, naomba nitumie nafasi hii kuwashukuru wananchi wote wa Madaba ambao wamenipa imani kwa muda huu wote wa kutekeleza majukumu yangu ya uwakilishi kwa wananchi. Heshima ambao wamenipa imeniwezesha pia kutekeleza majukumu ya Bunge kwa ufanisi mkubwa. Aidha, niwashukuru sana viongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya mkoa, wilaya na kata na matawi ambao wakati wote wameendelea kutoa ushirikiano mkubwa ili kuhakikisha mbunge wao Joseph Kizito Mwagama niwapo bungeni nafanya kazi kwa utulivu na kwa ufanisi mkubwa sana. Ahadi yangu, nitaendelea kutoa ushirikiano kwa wananchi wangu na kuhakikisha kwamba tunaendelea kumsemea na kumtetea Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya maelezo haya, sasa naliomba bunge lako tukufu likubali kujadili na kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Katiba na Sheria kwa mwaka wa fedha 2025-2026 kama yalivyowasilishwa na mtoa hoja. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha na ninaunga mkono hoja. Asante. Mheshimiwa